Naam, kama kuna swali katika haya tuliojifunza leo, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Kama tulivyoona kwenye darasa letu kwamba malezi yanaanzia pale mtu anapoamua kuchagua mwenza wake, kwa maana kama ni mwanaume anachagua mke ambaye ni safi, na kama ni mwanamke anachagua mume ambaye ni safi. Naam. Sasa inakuwaje pale unapohisi kama sasa hivi ilivyo desturi kwamba unaweza ukaelekezwa familia fulani ni nzuri kama sisi wanaume, ikisha ukaenda ukachagua mwanamke katika familia ile, baada ya hapo mkaanza maisha, lakini baada ya ndoa ukaja ukagundua kumbe vile ambavyo nilielezewa na kuhadithiwa sioni hata kimoja kwa yule mwanamke. Je, hapo busara ni ipi? Na ukiangalia kwamba kila unavyozidi kumwelimisha haingii katika njia, je, uwe na subira, labda pengine ipo siku atabadilika, au ufanye maamuzi magumu ambayo yatakusaidia wewe? Inshallah. Papa, ni swali mmelisikia, sio? Lakini nataka kusema kwamba umesema umekwenda mahala, umeelekezwa, ukachagua mke, ukamuoa baada ya kupewa wasifu mzuri, lakini baadaye ukagundua kwamba sivyo. Nataka kusema tu kwamba pia na yeye pia anaweza kugundua kwamba nilipewa siye pia. Sidhani kwamba ni upande wa mwanaume tu. Yaani tunapozungumza haya tusitawaliwe na mfumo dume. Mwanamke anaweza kupewa mtu na akapewa wasifu, kisha akiingia ndani akuta kwamba jamaa mwenyewe sio vile nilivyosifiwa, sio? Kwa hiyo na yeye ana haki hizo kama kuna haki fulani. Lakini Waswahili wanasema hivi, kuoa ni kutia mkono kizani. Kutia mkono kizani, hilo moja. Pili, kuhusu kufanya subra, inategemea kwamba umemkuta na tabia gani. Ukitizama mazingira kwamba unaweza kumbadilisha, ni vizuri upambane kumbadilisha, kwa sababu wewe hukuwa unaoa malaika na wala huna uhakika kwa unapokwenda utampata vile unavyotaka. Kwa hivyo Uislamu unatuhusia katika mambo mengi sana. Hata ukimchukia mwanamke, Mungu katika Qur'an anasema unaweza ukamchukia Mungu akajalia khairi, si ndio, kwa mwanamke yule. Kwa hivyo inawezekana kabisa kwamba kwa dhahir wewe ukimtizama huoni khairi, lakini Mwenyezi Mungu akajalia khairi baada ya hapo. Sasa kama unampenda, vumilia, pambana kumbadilisha. Alafu wewe soma mazingira mwenyewe, namna anapokwenda akibadilika. Sasa kuna tabia ambazo mtu akiziona anaweza kusema bana, hapa mimi tena basi. Uislamu haujamfunga mtu ukamtia utumwani kwamba basi akishao hatoki tena bwana, imefungwa huko mbinguni kabla ya ardhini. Hapana, unaruhusiwa kutoka, lakini haushajiishwi kutoka madhali kuna namna fulani unadhania kwamba unaweza ukambadilisha. Kwa hivyo pambana kuhakikisha kama unaweza kumbadilisha. Shirikisha, ukishinda wewe unashirikisha watu nje ya familia. Qur'ani imesema fab'athu hakaman, chukua watu katika ahliha na ahlika, jaribu kuendelea kumrekebisha. Marahili zote zile zimetajwa ndani ya Qur'ani, namna ya kutengeneza ndoa mpaka ifikie mahala kwamba imeshindikana kibinadamu, wakati ule una khiari. Na tena si lazima umwache. Ukiamua pamoja na dhiki zote mimi bado nitakaa naye, pia sheria haikulaumu, bali utalipwa kwa subra yako. Japo siku hizi vijana subra hakuna bwana. Kwa hivyo kama ukishindwa kwa dogo, tunakuambia wako wengi, unamuondosha. Kwa hivyo ni vizuri ufanye subra. Mimi nimewahi kutoa mfano hapa wa kweli. Mfano wa kweli katika moja ya miji yetu ya Pwani, ya mwanamke aliyemkataa mumewe kwa sababu mume wake ameoa mke wa pili. Sikilizeni vizuri mbwana. Kaoa mke wa pili, mwanamke akaamua adai nini? Talaka, nipe talaka yangu. Maana ndio lugha, nipe talaka yangu. Sijui hata talaka yake alikuachia lini, sijui. Sasa nipe talaka yangu bwana. Kwa hiyo siku zote nilikuwa nayo unidai, leo ndo unaitaka. Kwa hiyo anataka mzigo wake umpe talaka yake.
ili mradi alidai, aliomba, mume akalazimika kumwacha. Kurudi nyumbani, unajua maisha ya ndoa ni sitara jamaa, na nasema hili mabinti wajue sana. Kuna vitu vingine vinapaswa uvivumilie, kwa sababu nje ya ndoa ndio utajua kwamba ndoa ina thamani, sio? Sasa yule alipopewa, akaingia mtaani, akaingia karudi nyumbani, mwanamke aliwachika, akisharudi nyumbani kwa wazazi wake, hadhi yake haiwi ni ile hadhi ya kabla hajaolewa. Maana kabla hajaolewa ni mudallal, anapewa kila kitu, anaulizwa unahitajiana, anaulizwa nini, anapanguswa kichwa Lakini akishakuja kuwa ni mtu mzima faiba, yuko pale nyumbani, kila mtu na 50 zake. Akikosea tu kidogo anakumbushwa kwamba wewe umekimbia kwako. Madhali uko hapa bana, hapa usikilize na utii. Sasa anapata dharba za pale na pale. Lazima aitafute ndoa, ndio salama. Manake heshima mwanamke ni kusema hapa kwangu, niko nyumbani kwangu. Sasa pale hayuko kwake, ilibidi atoke akaolewe. Akaolewa mke wa pili. Sasa unaonaje mtu alokimbia ndoa kwa sababu ya ukewenza akaenda mahali akaolewa yeye wa pili? Haya, alikimbia nini sasa? Yaani mahali umekimbia kuwa dereva ukaenda kuwa abiria. Wewe pale ndio ulikuwa mwenye nyumba mwenyewe wa kwanza, ndio unaitwa bi mkubwa umekwenda kuwa bi mdogo. Kwa hiyo masuala ya msingi sana tuyatizame. Kuna maeneo mengine bwana ya kuvumilia, hasa vijana, msio wepesi sana kwamba unataka tabia ya ushindani. Hapana. Mimi nina hakika 100% kuna walioachana wakati wanatakana. Kilichokuwa katikati yao ni ushindani, ndio umesababisha waachane. Amemwambia niache, yeye anachotaka kumkomoa, na yule akamwacha kumkomoa. Lakini kila mmoja akirudi nyuma anamtaka mwenzake. Nani arudi wa kwanza? Hakuna anataka kurudi wa kwanza, kwa sababu hataki kuonekana dhalimu. Alafu mambo yanakwenda vile vile mpaka wanazoea maisha nje ya ndoa, kila mmoja anapata wa kwake, mambo yanakwisha. Sasa muone ni kujitesa. Ushindi ni wewe kushuka chini, umeshinda mbele ya Mwenyezi Mungu. Usitafute ushindi mbele ya macho yake. Tuko pamoja bwana? Kwa hiyo msicheze mambo haya ya ndoa bwana. Mtu unampenda, unamwacha hivi hivi, alafu kesho unamuona anapita na jamaa mwingine, unaenda unakosa usingizi. Kwa nini unajitesa? Kwa nini unajitesa bwana? Na Uislamu hauna maskhara katika mambo haya bwana. Chezea talaka ya kwanza, uchezee ya pili, uchezee ya tatu, unaambiwa hivi, huwezi kumuoa tena mpaka aolewe na mtu mwingine. Tena asiolewe tu bwana, aolewe na wapitie michakato ya mume na mke. Uvumilie. Kila ukikaa kutasawur unasikia maumivu, na utapata hilo jeraha maisha yako yote ukimrudisha nyumbani. Maisha yako yote utapata maumivu haya. Sasa ukome mapema kabla ya mambo kuharibika jamaa. Na ndio bwana, tuchukue kwa maimamu zetu hapa. Naam. Labda Musa al-Kadhim. Naam. Sasa ukampa mtoto wako jina tu Kadhim. Kadhim. Inaswihi? Naam, inaswihi. Inshallah. Nasihi na jina la Imam Kadhim. Na maimamu wameitwa haya majina mzee wengi kutokana na sifa zao. Tunasema al-Imam Ridha ar-Radhi bil qada'i wal qadar. Alikuwa na sifa ya kuridhika. Al-Kadhim alikuwa na sifa sana ya kuficha mambo ndani, mengine ni mambo ya maumivu. Lakini naam, Zainul Abidin au Sajjad alikuwa ni mwingi wa kusujudi, sio? Abu Turabi mwenyewe kwa mwingi wa kusujudi. Al-Imam Ali Al-Murtadha sababu alikuwa ni kuridhika, sio? Anatafuta ridha za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wengi walipewa majina yale kutokana na zile sifa zao. Kwa hivyo itatia baraka kwa mtoto. Ndio chaguliwa katika zama hizi inaonekana kwamba imekuwa
wakati ule inaonekana walikuwa wanakubali No. kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana kwanza kupata mabinti. Yaani kupatana ni shida. Yaani binti kumpata mwanaume na mwanaume kumpata binti ilikuwa ni dhiki kubwa sana. Lakini sasa hivi nadhani wamekuwa kidogo wepesi ni mkubwa sana shaka. Ndio maana mtu anaona asimtaki huyu nitampata ninayemtaka. Si kweli kwamba mabinti ilikuwa tabu. Kwa sababu gani? Walikuwa wachache au watu walikuwa na nidhamu sana? Yes. Hapana. Wewe kasome mpaka katika historia hadithi wakati wa Mtume ujue mpaka madanguro walikuwepo. Mpaka wanawake wa kujiuza walikuwepo. Mzinifu alikuwa anapata kwa kuzinia. Haya wanawake walikuwa tabu vipi kuwapata? Mzinifu anapata kwa kuzinia, wapo. Na tena kuna wanawake alikuwa anatembea na wanaume hata 10 kisha akipata ujauzito, jahilia hiyo. Yeye ndo anayeamua katika wale 10 nani awe baba wa mtoto. Yaani yeye ndo anaamua kwamba mimi nimemchagua fulani ndo atakuwa baba wa huyo mtoto. Kwa hivyo haikuwa tabu kuwapata. Ilikuwa inawezekana sana. Kwa hivyo ni sehemu tu katika utamaduni walikuwa nayo watu. Okay, swali langu la sasa kuhusu kuadhinia mtoto. Je, ni sharti kwamba mtoto aadhiniwe na baba kwa maana ya mwanaume tu au anaweza kuadhiniwa na mama pia? Alafu manake siku hizi wanachelea. Mara nyingi unajua mwanaume ndo anaadhinia. Na ni sharti kwa lazima aadhiniwe kwa kushikwa sikio. Manake anakuwa anashikwa huku kwa adhan, huku kwa iqama. Baba na bwana sio lazima anayeadhini awe ni mwanaume. Sasa watu wanaweza kukata clips hapo waseme jamaa ameruhusu adhana ya mwanamke. Kwa sababu haadhini kwenye msikiti ili waumini waje kuswali. Kwamba mwanamke anaadhini anapaza sauti hayya ala sala, msikiti huo hapana. Ni adhana ambayo anaisikia yule mtoto tu kwenye sikio, sio? Kwa hivyo anaweza. Tumemzungumza sana mwanaume kwa sababu ya kwamba yule mama kwanza ndo mjamzito kajifungua, pengine hayuko sawa sawa. Umeelewana? Pengine hayuko sawa sawa. Kalala pale bado anaweweseka, hajakaa sawa sawa. Kwa hivyo mara nyingi tunazungumza kwamba atakuja baba mtu au nani amwadhinie. Kwa hivyo anaweza kuadhiniwa na mtu wa kwanza aliyokuwepo pale ni mwanamama au nani, lakini ile sauti ya mwanamke itakuwa imeishia katika sikio la mtoto, sio? Na inapendekezwa kushika sikio kwa maana ya kwamba ndipo ilipokusudiwa sauti kwenda pale, lakini si kwamba eti ikiwa atainama akamwadhinia kwenye sikio bila kumgusa basi itakuwa sio sawa sawa, sio adhana. Hapana, anaweza kufanya hivyo, lakini akimshika ni aula. Nadhani tumeelewana hivyo. Na siku watu wanachelea sana mambo ya maradhi na vitu vingine. Kwa hivyo anaweza kuinama tu pale akamwadhinia. Na ndio mzee Said. Pia kumuoza binti. Ukitegemea maslahi fulani. Unafo fulani. Ni binti yangu napenda labda Kalambaya nichukue kutokana na maslahi. Nitakuwa napata pale chakula kidogo. Ni swali hilo, amepiga mfano kwa rafiki yake, sisi wake ndio anamweza. Maslahi, anasema je, inafaa kumuozesha binti kwa mtu kwa sababu ya maslahi? Taban sio haramu, inafaa jamaa. Lakini utakuwa umekwenda kinyume na maelekezo ya Mtume ukitizama hayo maslahi peke yake. Kwa sababu Mtume ametaja vitu takriban 4 katika hadithi moja. Hata we mwanamume unaweza ukaamua kuoa mwanamke ukisema mwanamke mimi nikimuoa bwana ana uwezo. Maana atanipunguzia makali ya maisha, sio? Haya maslahi si maslahi. Tuko pamoja jamani? Kwa hivyo Mtume amesema mwanamke huolewa kwa vitu 4. Kuna kuolewa ukasema hii nasabu yake ni nasabu nzuri, ni katika familia ya Mtume, au ni katika watu mashuhuri, au ni katika watu ambao ni mashujaa, ni sawa. Au kwa sababu ya
tuseme nasabu, au kwa sababu ya jina, au kwa sababu ya mali, au kwa sababu ya dini. Hivi vyote ni vitu vizuri, lakini tanguliza dini. Weka dini mbele, kwa sababu ndicho kitakachokaa muda mrefu. Uzuri haudumu, jina halidumu, utajiri haudumu, lakini akhlaqi zinaweza zikakuweka muda mrefu na yule mwanamke. Atakuwa mvumilivu, atakuwa mwenyeji. Kwa hiyo kama ni majibu inafaa, lakini ukichukua kigezo hiko tu, pengine maisha yenu yakawa na migogoro mingi na mizozo, kwa sababu umetizama engo moja tu, hujatizama upande mwingine. Kwa hiyo pamoja na mengine, na hilo likiwemo, ni vizuri. Tena angalia sana sana, kama liko hilo basi muozeshe huyo unayemkusudia manake. Haya, inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Nilikuwa kwanza nataka unijibu swali langu kwamba je, ni lazima ndoa ikafungwa Kiarabu? Pili, je, inawezekana ndoa ikafungwa kwa njia ya simu? Kwamba aidha muoaji au anayeolewa hayuko pale. Na tatu, ilikuwa ni kwenye kuoa. Kuna baadhi ya wazazi yani binti hataki, kama vile ulivyokuwa umezungumza, lakini wao wanasema mimi ndio nimeamua. Hapo patakuwa na mushkeli au hapana mushkeli? Tumesikia maswali. La kwanza ni kufungisha ndoa kwa lugha ya Kiarabu. Kwa mujibu wa fiqh ya Ahlul Bait, ndoa matamshi yake yanapaswa yawe kwa Kiarabu. Ndoa ni ibada kama ibada nyingine, kama ambavyo unaswali kwa Kiarabu, unasoma sura kwa Kiarabu, Samia Allahu man hamida Kiarabu, Rabbana atina fid dunya hasanatan Kiarabu, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Kiarabu. Ni ibada hiyo, ina namna maalum ya kuileta. Vile vile ibada ya ndoa inatekelezwa kwa lugha ya Kiarabu, na matamshi yake ni tawqifia, yanatamkwa zawajtu, ankahtu, qabiltu. Haya ndio yanatamkwa katika sheria. Hata matamshi lazima yawe tena katika sigha ya madhi, kitenzi cha muda uliopita. Tumeelewana? Kwa hivyo hii ni thabit katika sheria, kwa hiyo lazima iwe Kiarabu. Ikitokea hamna namna yoyote ile ya mwakilishi yoyote mwenye kujua Kiarabu, wala haiwezekani kutamkika, na lazima watu wawane, itakuwa hukumu ya dharura. Lakini kimsingi hukumu ni hiyo. Nadhani tumeelewana hilo. Ama kuhusu la pili ambalo ni kupitia njia ya simu, kwanza hakuna mahala ambapo pamewekwa masharti katika fiqh kwamba ndoa lazima wale wote wahusika wawepo hapo. Hakuna hilo. Kwanza nikurahisishie, kwa kuwa ndoa haifungwi kwa sharti la kwamba mume na mke wawepo lazima, hata kama hautomtumia huyo alokuwa mbali kwa simu, wawakilishi wanaweza kufungisha ndoa wale wako mbali. Mwingine yuko London, mwingine yuko Paris, alafu nyinyi mko Tanzania huku, mkaamua sisi wazazi tunafungisha ndoa huku na tunakula walima wetu huku na kila kitu, wao wakaendelea kukutana huko, maisha yaendelee. Kwanza hilo tumeelewana. Kwa hiyo ukaamua kufungisha ndoa hapa, pakawepo mwakilishi wa mwanaume na mwanamke, na ndoa ikafungwa, alafu na watu wakala walima na kila kitu, kisha wale wakaambiwa mambo tayari haya, wakakutana na maisha yakaendelea, ndoa yao ishafungwa. Hiyo pia ni njia rahisi, tumeelewana. Lakini dunia sasa hivi sheria haiwezi kufunga mambo namna hiyo. Watu wanafanya mikutano ya kimataifa, kila mmoja yuko chumbani kwake katika simu, wanaonana kisha wanazungumza, kila mmoja anatoa hoja yake, conference inafanyika, sio? Hata katika nchi zetu sasa hivi rais anataka kuzungumza na wakuu wa mikoa, kila mmoja yuko kwenye ofisi yake na wanamuona rais, na rais anazungumza mpaka kikao kinakwisha.
watu wanamaliza na mwenye hoja anatoa hoja pale pale mpaka jambo linakwisha, watu wanaenda zao. Kwa hivyo inafaa, na ukiwa unaona ina dhiki, basi fungeni nyie kwa uwakilishi, wale wapeni taarifa kwamba kila kitu kiko tayari bwana. Nadhani tumeelewana. La tatu la mwisho lilikuwa kwamba ikiwa binti kalazimishwa kuozesha, jamani tusikilizane vizuri, haya mambo ni muhimu sana. Kuna binti anaozeshwa, mtu hamtaki, na ile siku ya ndoa yeye ni kulia asubuhi mpaka jioni, lakini anaambiwa bado mumeo ndio huyo huyo. Mimi nimeamua. Sio sawa sawa jamani, ni dhulma, na kisheria wewe baba usitumie mabavu, mridhishe tu, mketishe, aelimishwe mpaka afikie mahala, muonyeshe maslahi yake yako wapi. Mkinaishe wewe mzazi, sio alafu baada ya pale ridhaa ipatikane afungishwe ndoa. Kwa hiyo kuna wakati ambapo mila inatangulizwa kuliko hata dini. Nadhani tumeelewana katika hilo. Na masala ya kuozeshwa mtu, lakini mimi nimekuta vijana mpaka sasa hivi anamwambia mzazi wake, mimi nitafutie mke yoyote ile mtakaridhika, mimi sina neno. Sasa kuna watu wenye nafsi za namna hiyo, wale wa kwamba nipe chakula chote nitakula tu. Wakipewa chakula pale hotelini anasema sawa, hakuna chakula kula. Wewe mpaka ukae ushike kiuno uchague kwenye nani pale hotelini, hichi umepika na mafuta gani ndio uchague chakula. Mwingine anasema chochote kilichokuepo ile tete, na kiletwa anakula, yameridhika. Sasa huyo hata akiletewa mke asema ndio huyu umemchagua, ala masaha huyu ndio mke wangu, bismillah, maisha yanaendelea. Muhimu papatikane na kuridhika, mtu awe ameridhika. Na bwana, nadhani leo tukomea hapa, ala mwisho inshallah. Swala la majina, tunazungumziaje mtu ambaye ameruzukiwa mtoto ikisha akakaa takriban wiki mbili ameshamuita na jina, ikisha ndo akamuadhinia? Je, hii imekaaje shehe? Taban si kwamba haijuzu, isipokuwa imependekezwa kwamba baada ya wiki ndio afanyiwe akika. Al-Bayt imepokelewa kwa Imam Ali kwamba hata ukiweza kumuita mtoto jina kabla hajazaliwa ni kitu jaiz, hata kabla hajazaliwa. Hampe jina, ushajua ni wa kiume utampa la kiume, kike au la kike. Hujajua unasema mwanangu huyu akizaliwa wa kike ni Fatima, akizaliwa wa kiume ni Ali. Ni kitu ambacho kimethibiti vile vile katika hadithi za Al-Bayt. Na ndio maana hata Muhsin hakuwa amezaliwa katika watoto wa Imam Ali. Ili mradi ni kwamba vitu hivi ni vitu sunna. Mpe jina mapema, hujampa mpaka wiki haina maana kwamba umekosea sana, la, mpe. Na tutaona katika hakika kesho inshallah kwamba hakika ni sunna siku ya 7. Hujampa siku ya 7, imefika ya 10, fanya. Hujafanya hakika, fanya wewe mwenyewe. Kama hujafanyiwa kafanye. Haya tutakayaona kesho inshallah. Nadhani tukomea hapa.